kaimu manager mkoa wa Mwanza. Kawaida mamlaka ya mapato tuna mfumo wa kurudisha kwa jamii chochote kidogo tunachokipata kwa mwaka, na mara nyingi tunachagua sehemu za wahitaji kama hivi: watoto yatima, hospitali, magerezani, kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Lakini pia ni maagizo ya kiongozi wetu kamishna mkuu kwamba kila meneja na kila mkoa atafute sehemu ya wahitaji na iwe sehemu ya TRA, mamlaka ya mapato, kurudisha chochote kama fadhila kwa jamii. Tunajua jamii ndio walipa kodi, na kufanikiwa kwenye makusanyo na malengo ni kwa sababu jamii imeshirikiana na sisi, na hilo ndo kusudi letu kubwa la kuja hapa kwenye kituo hiki cha watoto yatima cha BAKWATA siku hii ya leo. Kwanza ni kweli tumekuwa tukifanya na leo tumefanya na tunaamini tutaendelea kufanya. Kikubwa tunaiomba jamii iendelee kushirikiana na mamlaka ya mapato. Jamii ndio inayolipa kodi na wanunuzi, wateja wa wafanyabiashara ndio wanasaidia wafanyabiashara walipa kodi. Kwa tunaiomba jamii, kwanza jumuiya ya wafanyabiashara, popote wanapouza wakumbuke kutoa risiti. Lakini tunaiomba jamii kwa manunuzi yoyote wanayofanya wakumbuke kudai risiti halali, na hilo ndo wito wetu mkubwa kama mamlaka ya mapato kwa jamii yetu. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Leo tarehe 19 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2026, ndugu zetu wa mamlaka ya mapato Tanzania au TRA wamekuja katika kituo cha Sharif Said Albidh, kituo ambacho kinashughulika na kulea mayatima, kulea matalibul ilmu na kadhalika. Wamekuja kwa lengo la kuleta mkono wa Eid al-Fitri, ambayo kwa kuwa leo ni mwezi 29 Ramadhani, inawezekana mwezi ukaandama, basi tukiingia kwenye Eid kesho, basi wao wametoa mkono wao. Lakini kama mwezi haukuandama, Eid itakuwa Jumamosi. Lakini yote kwa yote, nitumie nafasi hii nikiwa shekhe wa mkoa wa Mwanza, lakini nikiwa kiongozi mkuu wa kituo chenyewe, niseme tu kwamba jambo walilofanya TRA leo ni jambo kubwa sana, miongoni mwa mambo makubwa sana, kwa sababu kuwafikiria yatima na kuwafuturisha ama kuwalisha, hili ni jambo kubwa. Na niseme, niwaambie Watanzania, TRA tulionayo sasa ni TRA ile ambayo hata Mwenyezi Mungu anairidhia. Kwa nini nasema hivi? Nakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipata kusema kwamba yeye hataki kodi za dhulma. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba hata mafanikio wanayoyapata leo TRA, mpaka unasikia kwamba kamishna anatueleza kwamba mapato yanapanda, na ametueleza meneja hapa kwamba kila mwezi wanavuka rekodi, wanazidi malengo yale waliojipangia. Yote hii ni kwamba kwa sasa TRA inafanya kazi kwa uweledi mkubwa. Ni TRA rafiki na Watanzania, rafiki na wafanyabiashara, rafiki na mashirika. Hakuna kodi za manyanyaso, hakuna kodi za dhulma, hakuna kodi za kung'ang'aniwa. Watu wanaweza kukaa mezani wakazungumza. Sasa naomba tu nitoe wito, kwa kuwa TRA imeonyesha njia, inafanya kazi vizuri, serikali yetu inaendelea kwa nguvu zinazotokana na TRA. Niseme tu wazi, na waomba wafanyabiashara wetu, na waomba wale wote wanaohusika na kulipa kodi, tuendelee kutoa kodi, kulipa kodi kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa utaratibu, kwa sababu tunapofanya hivyo tunasaidia watoto wetu kwenda shule, tunasaidia ndugu zetu walio makazini kupata mishahara, tunasaidia madaraja kujengwa, tunasaidia vyanzo vya umeme kupatikana. Na haya yote katika Uislamu yanaruhusiwa, kwa sababu kwanza tumetakiwa kumtii amiri, na kwa kuwa tunatakiwa kumtii amiri, amiri anataka tukusanye kodi, kiongozi anataka tukusanye kodi kwa ajili ya kuijenga nchi, na hii ndio jambo la sawa. Na sisi kama Watanzania tunataka ifike wakati katika mambo yote tusimame wenyewe. Wito wangu kwa Watanzania ni kuendelea kulipa kodi, lakini wito wangu kwa TRA wenyewe,
kwa namna wanavyokwenda na uungwana na ustaarabu, wasije wakabadilika wakarudi nyuma wakaleta tena kodi za kero, kodi za manyanyaso, kodi za dhulma. Badala yake waende hivi wanavyokwenda, na mimi naamini insha Allah watafika mbali. Iqra FM.